Habari wakulima, habari wa Tanzania na wa Zanzibari kwa ujumla. Kwa jina naitwa Aman Abdallah Kambi, ni bwana shamba East West Seed kwa upande wa Zanzibar. Hapa ni katika viwanja vya maonyesho ya 88 Dole, na haya ni maonyesho ya 10 ya kilimo hapa katika viwanja vya Dole, na East West Seed tumekuwa ni miongoni mwa washiriki wa haya maonyesho kwa namna ya kuonyesha huduma zetu mbalimbali ambazo tunazitoa hapa. Kwa siku ya leo tutaona baadhi ya huduma na vitu ambavyo wakulima watapotembelea katika mabanda yetu watakavyoviona kwa mwaka huu. Cha kwanza, katika maonyesho haya tutakuwa na section tunasema au eneo la muuzaji wa bidhaa za East West Seed ambazo ni mbegu hizo za mboga mboga pamoja na matunda. Kama tunavyoona hapa, ukifika katika hili banda letu la East West Seed utatembelea hapa, kuna wakala wetu ambaye anajulikana kwa jina la Rush Agrovet, ambaye ndio ana bidhaa zetu tofauti kwa ajili ya wakulima wanaokuja kutembelea vipando vyetu. Baada ya kuona na kufutika na bidhaa zetu, watakuja hapa kwa ajili ya kununua. Na uzuri wa siku hii ya maonyesho, huwa tuna wakala wetu anatoa bei za punguzo kwa ajili ya wakulima pamoja na watu mbalimbali wanaotamani kununua bidhaa zetu kwa ajili ya kwenda kufanya huko katika maeneo yao. Kwa hiyo tunaweza tukamuona hapa muuzaji wetu na tukapata mawili matatu anayezungumziaje maonyesho kutoka kuanza siku ya jana na leo, na labda atatuambia anaona nini katika, ana picha gani katika maonyesho haya. Jina naitwa Hafiz Hamis Juma, ni mkazi wa Kianga Dole. Leo katika siku yetu ya maonesho ya 88 nimepata na fursa ya kuwa nafasi ya wakala wa East West Seed wa mbegu hapa Zanzibar, na siku ya leo tutaona mambo mengi ya mbegu zetu kwa hapa upande wa Zanzibar. Na siku ya leo kama walivyowepo watu wa 88 Zanzibar, tunazo bidhaa zetu kama tuseme mbegu yetu ya dhahabu hii hapa. Kwa mbegu hii hapa sasa hivi kwa kipindi cha hapa Zanzibar inafanya kazi vizuri sana kwa mkulima. Sasa hivi inamsaidia sana, inamrahisisha hata kwenye changamoto na uzaji kwa upande wa hapa wa Zanzibar. Hata kwa hivyo kwa mbegu yetu ya bamia pia tuna mbegu yetu inaitwa Nuru. Hapa ni mbegu ambayo kwa watumiaji wengi wa hapa Zanzibar wanapendelea sana kitu ambacho kinaweza kustahamili sana kwa vitu kama bamia hivi hapa. Hata hivyo pia tumeleta na mbegu yetu hapa pia ipo aina ya Mars F1 ya vitunguu maji. Hiyo komaa ndani ya siku 90. Yani kwa mbegu yetu hii hapa na hapa Zanzibar, ambayo ni kitunguu pendwa peke yao, kinopendwa na wananchi wote jua hilo. Yani kitunguu kwa hapa Zanzibar ndio naona nambari 1 kuonekana, na pia ni kitunguu ambacho kinachofanya kazi zaidi kwa hapa soko letu la Masi. Kwa upande mwingine tuna mboga mboga yetu ambayo kama hii ni Chinese, ambao wakulima wengi hata wenye kufanya biashara wengi wanapenda sana kwa masokoni. Kwa hiyo kwa siku hii ya 88 tumetoa ofa ya madukani kutoka 50% kwa 50 kwa mbegu yetu hii hapa ya Chinese. Na pia tunapatikana hapa katika viwanja vya maonesho Dole na 88. Karibuni katika East West Seed, mbegu bora kwa mapato zaidi. Pia East West Seed katika maonyesho haya katika banda letu ambao watabahatika kutembelea, ambao tunakaribisha wote watembelee ili waje kuona East West Seed tulivyojipanga katika maonyesho haya. Tuna hichi kipengele ambacho tunaita fresh produce display, maana yake Swahili ni kuonyesha zile bidhaa zetu ambazo zinatokana na mbegu zetu. Tuna bidhaa mbalimbali East West Seed, lakini baadhi ya bidhaa ambazo tumeweka hapa
wakulima watakaoziona ni miongoni mwa aina ya boga ambao tunajulikana kwa jina la Safi F1. Eastwest Seed tuna boga ambalo linaitwa Safi F1, ili ambalo mnaliona hapa. Mkulima akija ataona uhalisia wa boga la Safi F1. Lakini pia tuna bidhaa yetu mpya ya tikiti ambayo kama wamezoea wale watu matikiti ya asili, sisi tunayo hii mbegu kwa sasa ambayo inajulikana kwa jina la Crimson Red F1. Wakulima waje waone ili tunda lake lilivyo, lakini pia uzuri watakwenda kuonja, lakini pia wataiona shambani Crimson Red. Lakini pia watakapotembelea hapa wataweza kuona hoho ambazo tuna aina mbili za mbegu. Tuna Menkong kama unavyoiona, hoho aina ya Menkong hii ipo katika viwanja vya maonyesho haya, lakini pia tuna hoho nyingine aina ya Kaveri F1. Kwa hiyo watakapokuja hapa wataona hizi bidhaa zetu. Lakini pia tuna nyanya yetu pendwa kabisa kwa upande huu wa visiwani. Tuna nyanya yetu hii inajulikana kwa jina la Dhahabu F1. Nadhani hata wewe dada yetu Kausar nyuma kamera unaifahamu sana Dhahabu hii, shughuli yake kule tulipoenda maporini. Kwa hiyo hapa katika viwanja vya 8 ipo shambani, lakini pia wataiona muonekano wa Dhahabu F1 inapokuwa katika upande wa shelf za sokoni. Lakini pia tuna mahindi ambayo tumezoea mahindi haya kuita mahindi matamu, kwa jina la mbegu inaitwa Sugar King F1. Nadhani watapokuja hapa wataiona. Wenyewe tunasema mahindi matamu, mbegu bora kwa mapato mazuri, na mapato mazuri yanatokana na ubora wa vitu. Kwa hiyo hii Sugar King F1 ipo, watakapotembelea hapa wataiona namna gani tunavyoilima shambani, inapoonjwa ladha yake, lakini pia wataiona hapa ikiwa katika upande wa hii. Habari wakulima tena, katika maonyesho haya ya mwaka 2026 Eastwest Seed pia tumejipanga na testing kiosks, tunaita sehemu ya kuonja bidhaa zetu. Kwa hiyo sisi Eastwest Seed katika maonyesho haya ya 10 ya kilimo kwa upande wa Zanzibar, ukitembelea katika banda letu katika siku zote za maonyesho kutakuwa kuna kuonja bidhaa zetu. Miongoni mwa bidhaa ambazo tutaonjesha ni maboga ya mbegu yetu aina ya Safi F1. Tutaonjesha tikiti yetu mpya Crimson Red F1, mahindi ya Sugar King F1, tikiti mkombozi pamoja na papai Red Royal na Sinta. Kwa muda huu kuna maboga aina ya Safi F1, kuna tikiti Crimson Red na mahindi ya Sugar King F1 ambayo tunasema ni mahindi matamu. Kwa nini tunaonjesha? Tunaonjesha kwa sababu walio wengi walaji wanapata changamoto ya kujua aina ya mbegu gani inatoa bidhaa gani yenye ubora gani. Kwa hiyo sisi tunaonjesha ili watu waweze kujua vitu kama hivyo. Sawa, tunaonjesha ili waweze kujua. Kwa hiyo tayari tumeshaandaa hivi vitu vyetu tofauti tofauti, na miongoni mwa watu ambao watakaoonja ni wakulima, watembea, walaji. Karibu. Nadhani kuna dada hapa tabidi na yeye aonje bidhaa zetu mbalimbali. Unaweza ukaonja, mfungulieni aweze kuonja tikiti. Yes. Uweze kuonja tikiti, sebu onja tikiti yetu ya Crimson Red F1, alafu atuambie hapa amehisi vipi na ladha yake. Uzuri tissue hapo kwanza onja, alafu atatazungumza amekula matikiti mingi, amewahi kula matikiti mingi, lakini anaizungumziaje tikiti hii ambayo kwa muda mrefu wanasema tikiti ya asili ilipotea, mbegu imerudi kwa jina la Crimson Red F1. Raba anaizungumziaje? Unaizungumziaje? Ni nzuri, tamu tu tena sana. Yaani una ladha yake unaifanisha na tikiti gani, au ladha yake unaionaje? Ladha yake naiona nzuri, ni tikiti kutoka hapa kwetu. Okay, sawa. Na
Umeonja upande wa tikiti, unazungumziaje upande wa mahindi? Unaweza ukaonja na mahindi ukatambia. Mahindi unasikiaje sifa zake? Yaani punje zake ziko ngumu laini, yana ladha ya utamu au ya kufikia? Kusema la ukweli, yana ladha ya utamu, punje zake nzuri, sio ngumu. Unakula yani unaburudika na moyo. Sawa. Nadhani tumeona na mlaji kwa hiyo kuanzia sasa akaenda kutafuta mahindi kwa ajili ya kuchemsha, ataulizia mahindi ya nini? Sugar King F1 ambayo yanapatikana katika soko la Darajani, Kwerekwe na masoko mengine. Kwa hiyo sasa hivi akaenda anauliza, mimi nataka yale mahindi malaini yanayoitwa Sugar King F1. Na upande wa tikiti akiliona akifika kule anaweza kumwambia mtu kwanza kwa nje rangi yake inakuwa kama tunavyoiona, lakini ikifika ndani akionjesha tu ladha yake iko tofauti na matikiti mengine. Kwa hiyo itakuwa inamrahisishia huyu mlaji na yeye apate kitu chenye ubora. Si ndivyo jamani? Labda waonjaji ni wengi wamekuwa toka siku ya jana. Mnazungumziaje hapa watu wetu ambao wakuandaa hizi kwa ajili ya kuonja? Mnazungumziaje mwitiko wa watu? Wanazungumziaje bidhaa wanapoonja? Yaani hawajawahi kutuangusha. Kwanza vitu vyetu ni vizuri sana kutoka East West Seed. Yaani hatuna mbambamba kwenye hilo. Kuna matikiti jana ameonja matikiti tu, kwa matikiti yetu yalikuwa ni mazuri, matamu, yana ladha. Kwa hiyo tunawakaribisha kuja kutembelea katika banda letu kwa ajili ya kuonja bidhaa zetu, lakini pia kwa wale ambao watahitaji kujifunza shambani. Hivi vyote ambavyo vinaonjeshwa, bahati nzuri sisi kama East West Seed sio kama tumeenda tukuchua sehemu, sisi hatuna uwezo wa kufanya. Pia wataona hivi vitu tofauti. Asante. Habari wakulima, kwa mara nyingine katika maonyesho haya ya 88 mwaka huu East West Seed tumejikita kuonyesha pia mbegu zetu mpya. Miongoni mwa mbegu yetu mpya ni hii ya tikiti aina ya Crimson Red F1 inaonekana hapa, ambayo unaona eneo dogo la mita 3 ili hapa tumepanda hii tikiti yetu. Na uzuri wa tikiti hii kama tunavyosema, tuliipanda mwezi wa 6 kama tarehe kama 5, kwa kuamini kwamba ikifika mwezi wa 8 itakuwa matikiti tayari kwa ajili ya kuonyesha. Na kama tunavyoona kweli matikiti yamefikia tayari, na udhuri zaidi wa hii mbegu kama tunavyoambia wakulima, cha kwanza inakomaa muda mfupi, na kweli mwezi wa 6, mwezi wa 7 kuelekea mwezi wa 8 tayari tikiti imekomaa. Lakini kitu kingine ambacho wakulima wa tikiti watafaidika na mbegu hii watakapokuja, watapoiona inavumilia sana changamoto za mazingira ya mvua, lakini hata hali za hewa za ukame, kwa sababu imepitia katika kipindi cha mvua zile za mwezi wa 6, lakini imeendelea kuvumilia. Lakini kipindi hichi cha jua linapochangamka bado tunaiona tikiti yetu inaenda vizuri. Lakini kwenye upande wa uzazi tunazungumzia ina uwezo wa kuzaa matikiti kuanzia 3. Tunashukuru matikiti yetu kama tunavyoona, tukiangalia shina ili hapa lina matikiti 1, 2, 3. Kwa hiyo tunaona kile ambacho tunataka tukipate katika mbegu hii tunaenda kukipata. Lakini pia wastani wa uzito wa tunda lake ni kuanzia kilo 3 mpaka 6. Kama unavyoona hili nilioshika lina wastani wa kilo hizo 6. Lakini hapo mengine yenye kilo 3, lenye kilo 4, kilo 5. Kwa hiyo hiyo ndo Crimson Red F1. Lakini tunawashauri wakulima waje kununua, waje kuona, waje kuonja, pia waje kuuliza changamoto ambazo zinawakumba katika mazao mbalimbali, likiwemo katika hili zao la tikiti maji, ambayo kwa sasa tuna mbegu hiyo kama tunavyosema Crimson Red F1. Wakulima tikiti maji, karibuni muje kuona. Tuna Crimson Red, lakini pia kwa tikiti kubwa tunayo Mkombozi F1. Asante. Lakini pia kwenye upande wa zao jingine ambalo tunaonjesha pia lipo hapa shambani, tumelipanda, ambapo wakulima wengi wanapata changamoto kwenye zao hilo, kuanzia kwenye mavuno, lakini pia kwenye kupata lile tunda lenyewe lenye ubora ni maboga. Kwa sisi East West Seed tunayo mbegu yetu ya Safi F1 ambayo tumeipanda katika eneo hili la 88 kama tunavyoiona.
Kwa nini Safi F1? Cha kwanza, katika maeneo haya kuna magonjwa makubwa ya virusi ndio yanayosumbua wakulima wengi wanaopanda mazao ya jamii ya cucurbitaceae, tunasema jamii ya matango, matikiti, maboga, mazukini. Lakini kwa sisi East West Seed, ukitembelea katika banda letu utaona mbegu yetu ikiwa imefanya vizuri, bado ina matunda makubwa ambayo yanaelekea kukomaa, lakini ukiona kijani chake bado kinavutia kwa wakulima, lakini pia kwa watazamaji. Lakini pia kwenye mpangilio wa shepu ya matunda yake imetoa yale matunda ambayo tunasema yenye shepu inayofuatana na rangi inayofuatana, ambayo hiyo haiendi kumchanganya mnunuzi na mlaji. Kama unavyoona hii, uvumilivu wa magonjwa ni mkubwa. Miezi miwili sasa hivi tayari maboga yako tayari kwa ajili ya kuvunwa. Kwa hiyo tunawakaribisha wakulima watembelee, waje kuona mbegu zetu. Katika zao jingine tuna zao la mahindi matamu ambalo tunasema ni zao la tumezoea kama ni mahindi kwa ajili ya watalii wageni. Kwa hiyo pia ni fursa kwa wakulima kuja kuona na tuwape ratiba na mpangilio wa kulima ili zao, ikiwa mwakani inshallah tutategemea kuwa ni miongoni mwa waandaaji wa AFCON Tanzania. Kwa hiyo wakulima wakiona fursa, wao watakuwa ni kwenye zao la mahindi pia. Kiacha tikiti, tunaweza kuwa pia ni zao la fursa kwenye AFCON hiyo. Maboga pia wageni wengi wanapenda, lakini pia kuna zao la mahindi matamu ambayo ya Sugar King F1 hili tunaliona, ambayo ni kwa muda mfupi, siku 60 tu unaenda zako sokoni. Kwa hiyo tuna uwezo wa kutumia hii fursa kwa ajili ya kukuza kipato kupitia zao hili. Na uzuri wa mahindi, hayana changamoto kubwa kwa sababu hayana asili ya kushambuliwa sana na magonjwa, na haswa hii Sugar King F1, lakini hata wadudu inawasumbua kwa sababu ya mfumo wake wa ushikaji wa haya majani. Lakini kwenye upande wa uzazi ni mkubwa, manake hindi moja linatoa kuanzia mahindi mawili kama tunavyoona, mawili, ambayo hii itamsaidia mkulima kwenda kumuongezea kipato. Ikiwa hindi moja tu atafanikiwa kuuza hata kwa shilingi 500, maana kila muhindi mmoja utampa shilingi 1000, na akiwa na uwezo wa kupanda interval ya portion zake za mahindi 2200 kila baada ya wiki, maana tunahakika kwamba kila mwezi ana uwezo wa kutengeza hata hiyo shilingi milioni 2. Lakini tunashauri wakulima waje kujifunza hapa ili waende kuchukulia hizi fursa kwa utaratibu unaotakiwa. Isiwe kwamba hujapata maelekezo na utaratibu ukenda tu ukafanya ukaona hichi kilimo hakilipi. Kinalipa, lakini ukijua utaratibu wa kulima aina ya zao hili la mahindi matamu. Asante sana, tunawakaribisha katika viwanja hivi, watembelee banda la East West Seed, waje kuonja bidhaa zetu, lakini pia waje kupata mafunzo yanayotokana na uzalishaji wa hizi mbegu bora. Kwa pamoja tunasema East West Seed, mbegu bora kwa mapato mazuri, na mbegu bora unazipata East West Seed pekee. Asante.